maina inire Gosiaga makia matuire kananiode Todo me okete miyanano No no tari tomoideri Sogaiwa kona wadani mirawa kwa Yoleria molele bereaku Dikereria maya magoroya kwa Dikereria maya magoroya kwa Maida makwali mago suleria Namazuma kwali mago dikereria Dea gaba bonere uyo kweda Dea gaba bonere uyo kweda Tadodoa ukuli na maidori Shira inesia mayuke no irado Danye juge taigoro na gokinya Danye juge taigoro na gokinya Anasia hadanira ruada niwa kwa Oti weke no yade no ede akatae Gora ilea kwa liride iya kuinuka Gora ilea kwa liride iya kuinuka Moda nyama kuruka kwa yaderu Oceani kwa jitaraga jetereire Tuakenera megaine amadani Tuakenera megaine amadani Haleluya ni watuka mwasara Nawasana ni watuka mkumbagia Torigane irone bara na maidori Torigane irone bara na maidori Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ni siku njema tena tumesimama
hapa mbele ya Mungu ili azungumze na sisi kupitia neno lake. Mungu wetu ni mwaminifu daima. Yeye amesema mradi tunamtafuta yeye atapatikana, na pia mradi tunazungumza na yeye anatujibu. Na siku ya leo somo letu ni kuhusu jambo linaitwa uraia. Uraia si tunajua maana yake, ukisema wewe ni raia Lakini saa siku hizi hapa kwetu tunasema raia wa kawaida. Umesikia hilo neno? Ati kuna raia na kuna raia wa kawaida. Raia wa kawaida. Sasa siku moja tulikuwa raia wa kawaida anafanana namna gani? Ana pesa ngapi? Anaishi nyumba ina gani raia wa kawaida? Ni maswali magumu kujibu. Lakini uraia ambao tunazungumza hapa ni uraia mzuri sana, bora zaidi, kwa sababu watu wa huo uraia wametoshana. Kwa Mungu hakuna raia wa kawaida, ijapokuwa saa ingine watu wengine kujiona ni raia ambao si wa kawaida. Simeenda mahali kwa mazishi ukasikia watu wakiambiwa wahubiri waingie hapa, si ndio? Na watu wa kawaida wafanye nini? Juzi nikasikia kulikuwa mazishi mahali, wachungaji wakaenda mahali walienda. Hawa raia wa kawaida waliobaki, hata chakula walipewa bila vijiko na bila maji ya kuoga. Raia wa kawaida. Kwa Mungu hakuna raia wa kawaida, na hapa tutaonyesha uraia wetu vile unafanana. Kwa sababu Yesu mwenyewe akiwa hapa duniani alikuwa raia wa kawaida ama alikuwa raia tofauti katika mienendo yake? Alikuwa raia wa kawaida, si ndio? Ndio, hata kutembea alikuwa anatembea mpaka anafanya nini? Anachoka. Raia ambao si wa kawaida wa Kenya hawachoki. Kama angekuwa hapa sasa, gari lingekuwa hapa nje limemngoja na dereva, si ndio? Wengine hata kiti chake anabeba akienda mahali. Angekuja washiko, unacheka. Iko pickup ya kubeba kiti cha gavana akienda mahali, na dereva anabeba nini? Kiti. Na juzi nikasikia moja alikuwa gavana huko Meru akisema ati Meru kunahitajika kujengwe kiwanja cha ndege ili viongozi wakiwa wagonjwa wanakuja kuchukuliwa huko na ndege. Na amekuwa nini? Gavana. Na alipokuwa gavana hakuboresha ile hospitali iko Meru, kwa sababu ile hospitali iko Meru ni ya nani? Ni ya raia wa kawaida, na yeye si raia wa kawaida. Kwa hivyo wanajua hospitali zao, si tunajua kule ziko Karen, Nairobi, Aga Khan, si ndio? Mahospitali kama hayo. Lakini raia wa kawaida ni wa Mungu. Lakini tuone huu raia ambao siku ya leo tunaona, kwa sababu tunaambiwa kuna uraia wetu. Ukiangalia pasipoti yangu imeandikwa raia wa Kenya, si ndio? Hata kitambulisho cha raia wa Kenya niko na kitambulisho. Na mgeni akiwa hapa pia anapewa kitambulisho, lakini anaambiwa ni nini? Ni mgeni Kenya. Hebu tuone raia ambao uraia wetu, kwa sababu mtu akijua uraia wake anajua ya kwamba ana jukumu la kutetea huo uraia na kuishi akiwa mfano mzuri wa hiyo nchi. Sisi tunasema si wa kweli, si wa huku, si ndio? Tunasema si hata wimbo tunaimba washiko, ati wito kwega, wito kwega, wito ni matwini, ati kwetu kuzuri kuliko hapa Kenya. Kwetu ni mbinguni, kuzuri kuliko Tanzania. Ama si watu wa Marekani wanasema nchi yao ati ndio bora zaidi. Kuna juzi rais wa Amerika akasema hivyo ati ndio nchi bora zaidi. Alafu mtu mmoja akaonyesha nchi ambazo maisha ni bora zaidi ya Marekani.
Marekani ikakuja namba 10 na kitu, lakini wao wanafikiri ati ndio nchi bora zaidi. Sasa tuone uraia, na leo tutaona sehemu ya kwanza, alafu Mungu akipenda wiki ijayo pia tuone sehemu ya pili. Tuone basi uraia ni katika Wafilipi mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka 12. Lakini hebu kwanza tuone Wafilipi mlango wa 3 mstari wa kwanza, tunaambiwa kufurahi. Tusomee mstari wa kwanza tafadhali. Hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana. Kuandikieni mambo yale hakuniudhi mimi, bali kutawafanya ati anasema watu wafurahi, na tumesema lengo kubwa la kitabu hiki tumesema ni kufurahi, kufurahia maisha katika nani? Katika Kristo, kufurahia maisha, tukijua kwamba tukiwa katika hapa duniani kuna mambo ya hapa duniani, lakini sisi tunaishi tukiwa katika Kristo, na ndio tunasema kufurahia. Tunafurahia kuishi katika Kristo Yesu, na ndio anatuambia kwamba wanawahimiza ndugu, akiwaambia wafurahi katika Bwana Mungu. Si kufurahi katika yale tunayo, ya kwamba hayo yakiondoka tunakuwa hatuna furaha, lakini tunafurahi katika Kristo Yesu ambaye daima yuko pamoja nasi. Tunawaambia wafurahi katika Bwana. Anasema kwamba kuandikia mambo hayo yale si jambo la kumchosha yeye. Haoni ni kama anaudhika kuambia, kwa sababu anaambia kwa ajili ni kwa usalama wao, ya kwamba tukifurahi katika Bwana na tukubali kufurahi katika Bwana tuko salama, kwa sababu wakati ambapo tunakuwa na tashwishi na maisha yetu, tunakuwa katika hatari ya kufanya maamuzi ambayo hayaambatani na huyu Kristo. Lakini tukiwa ndani yake, tunajua ya kwamba ndani yake tumetosheka, mambo yetu yote yametosheleka, na hakuna kitu bora zaidi ambacho tunaweza tukapata mahali pengine ama katika mambo mengine. Kwa hivyo anasema kwao ni usalama. Wakizidi tu kuambia jambo hilo, furahini, furahini, tusichoke kufurahi, na ukijua ya kwamba hata wakati mambo yamekuwa magumu, maisha yamebadilika kutokana na yale tumezoea. Unajua, kama umezoea tuseme kuwa na pesa alafu zikose, unaona maisha yamebadilika kweli. Na hata utakuta watu wengine, hata mtu unakuta hana furaha kwa sababu hafanyi yale alikuwa amezoea kuli. Lakini maandiko yanatuambia Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Kwa hivyo vile alituokoa na tunafurahia wokovu, hebu basi tuwe saa yote tunafurahi, kwa sababu katika kufurahi katika Bwana tuna usalama. Kwa nini? Yeremia tunaambiwa hivi 3:15, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezayo moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Ni Yeremia anasema Mungu atatupa wachungaji ambao wanapendeza moyo wa Mungu, na watawaambia mambo ya Mungu, na katika kuambia mambo ya Mungu mtapata maarifa na ufahamu, utaweza kufahamu. Na ni vizuri wakati watu wanafundishwa vizuri hivyo. Mtume Paulo alikuwa anawafundisha ya kwamba kufurahi kwetu hakutegemei yale tunayo. Si hata hapo mbele tuliambia kwamba hatushiriki tu katika imani katika Yesu Kristo, lakini pia mateso kwa sababu yake. Kwa hivyo tukiteseka kwa sababu ya ushuhuda wetu na imani yetu, tunafurahi ya kwamba hiyo inadhibitisha tunapelekana na yeye. Amen. Amen. Kwa hivyo siku ya leo, hebu tuwe watu tunafurahi tunapoonywa
na tunapoambiwa mambo ambayo hayaambatani na kawaida ya hapa, na ndio tunaambiwa uraia, kwa sababu sisi sio raia wa hapa. Hapa tunapitia tu, kuna uraia wetu, kuna nchi yetu, tuna uraia wa hiyo nchi, na hiyo ni nchi ambayo iko. Amen. Katika Mathayo 13:56 tunasikia swali watu wanauliza, na maumbu yake wote hawapo hapa petu, basi huyu amepata wapi haya yote? Nyote waliulizana kuhusu Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kwa sababu alikuja na akafundisha tofauti na yale walikuwa wamezoea. Kwa nini? Kwa sababu tunaambiwa hapo mbeleni kulikuwa neno, na neno alikuwa na nani? Neno alikuwa na nani? Na Mungu. Na neno alikuwa nani? Alikuwa Mungu. Basi ni Mungu mwenyewe ameshuka, kwa hivyo mambo yake yakakuwa tofauti mpaka watu wakashangaa. Na hakuna mahali ulisikia Yesu Kristo akilipuka na kutoa maneno makali ya kushambulia watu. Alikuwa tu anawaambia kwa utulivu ya kwamba mimi nimekuja, mkinisikiliza mko salama, msiponisikiliza siku itakuja ambayo mtajuta. Akawaeleza vizuri. Basi sisi ndio kuna usalama wakati wowote tunakutana. Amen. Amen. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ya paa, tusomee mstari wa 2. Jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajikatao. Basi anawaambia kuna kitu kinaitwa uongo. Si kwanza tumeambiwa kufurahi, tukaambiwa pia katika hapa duniani kuna kitu kinaitwa uongo, na ndio akawaambia wajihadhari na uongo. Na uongo tunaambiwa hivi, anaona kuhusu walimu, wanaitwa walimu wa uongo. Ati tujihadhari na walimu wa uongo. Kuna walimu ambao watatuambia wewe ukitoa tu, kuna watu wanaambia watu ukitoa pesa maisha yako yatabadilika, lakini utoe nini? Pesa. Hao ndio walimu wa uongo. Utaona mtu akiongea kabisa ni kama anaongea ukweli, ati madhabahu haya yatakutetea, lakini ya madhabahu ufanye nini? Utume pesa ndio tukutetee, hayo maisha magumu unapitia yatoke. Na je, mtu ambaye hana pesa, ina maana ataishi katika tabu, si ndio? Kwa sababu hana hiyo pesa. Na ndio wanaitwa walimu wa uongo, ambao anawataja kuwa kama mbwa. Ni neno gumu hilo kutumia, si ndio? Kuita watu mbwa. Mjihadhari na nini? Na mbwa. Mbona akawaita mbwa? Katika Biblia mfano wa mbwa na tabia yake tunaambiwa ati mbwa akitapika hurudia nini? Matapiko, kuyala matapiko. Sijaona mtu ametapika na akarudia matapiko, lakini mbwa ana hiyo tabia. Na tutaona kwa nini anawaita mbwa, kwa sababu tunaambiwa hawa mbwa anawaita watenda maovu, ya kwamba kabisa wamejitoa kutenda maovu. Ni walimu lakini wanatenda maovu, kwa sababu ni uongo na ni uovu. Wakati mtu anaongea uongo, kama ni kweli, lakini anatafuta kujinufaisha mwenyewe. Si Paulo alikuwa ametuambia hapo mbele kuhusu wahubiri, ya kwamba wahubiri wengine wanataka tu tumbo zao wapate pesa, na watachanganyisha ukweli na uongo. Sasa hapo mbele kuna wakati nilieleza ya kwamba ukweli ni ukweli, na ukweli unasimama ukiwa peke yake. Lakini wakati ukweli umechanganywa na uongo, haukui ukweli tena. Mfano mzuri, naweza nikasema jambo la kweli lakini si ukweli kamili.
Niwaambie kwa mfano unajua Wadani amekaa huko Romande wiki mbili. Aliambiwa ameiba. Alafu ninyamaze hapo. Utajua Wadani kumbe ameshashikwa kwa wizi. Lakini ukweli ni ya kwamba alipokaa hapo ulikuwa amesingiziwa, ulikuwa amewekelewa, na hata alipokaa hapo baadaye aliachiliwa. Nisipokuambia aliachiliwa, nimekuambia uongo, kwa sababu nimekuambia nusu ya ukweli. Na nusu ya ukweli ni nini? Ni uongo. Basi tukaambiwa ya kwamba hawa ni watenda maovu, watu wa agano la Kiyahudi. Kwa Kibiblia wanasema wajikatao mwili, si ndio? Wanaojikata. Kwa sababu agano la kale, ishara ya agano la kale ilikuwa tohara. Na hiyo ilianzishwa na Mungu mwenyewe na Ibrahimu. Akasema kuanzia leo tutafanya agano na wanaume wote watapitia tohara. Sasa hawa walikuwa wanarudisha watu kwa agano la kale. Na agano la kale Yesu Kristo alisema amekuja kulikamilisha na alilikamilisha. Lakini wakiangalia agano la kale na angalia agano jipya, wanaona ili agano la kale lina manufaa fulani ambayo hako kwa Yesu. Yesu Kristo alipohubiri, kuna mahali tumemuona akiitisha pesa. Nani ameona akiitisha pesa? Mahali tuliona akichukua sadaka? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu alikuja na agano jipya. Hata baadaye akasema sasa hili ni agano jipya katika damu yangu. Lakini utakuta siku ya leo wahubiri, na ataongea hata atatokwa na jasho akiwaambia mumelaaniwa kwa sababu hamtoi zaka. Mumelaaniwa kwa sababu nyumba ya Mungu, lakini wasemi nyumba ya Mungu iwe chakula. Si ndio maandiko yanasema katika Malaki? Lakini utakuta kanisa nyingi zaka zinatolewa lakini hakuna chakula. Kwa sababu chakula hakikuwa tu cha yule na anaitwa nani? Yule ambaye alikuwa amesimamia sadaka, kuhani. Chakula kilikuwa cha kuhani, chakula kilikuwa cha mtu yoyote ambaye ana njaa, kulikuwa na nafasi yake. Unajua hivyo washiko? Siku ya leo kanisani utakuta zaka zinachukuliwa, lakini hutasikia mtu ambaye ana shida akitafutwa asaidiwe. Kwa hivyo wanaongea toa zaka, kuhani akule, lakini kuhani yako anakula peke yake. Lakini wa leo anataka kule peke yake na mtoe. Lakini Yesu Kristo alichukua zaka, sadaka mara ngapi? Na mimi wauliza, hebu nionyesheni katika agano jipya ambapo alichukua zaka na zaka. Kwa sababu kimagua sisi sote ni makuhani, na sisi sote tuna haki ya kula. Mtu ambaye ana njaa ana haki. Sasa walikuwa wanataka kurudisha watu kwa agano la kale. Mbona warudishe watu kwa agano la kale? Kwa sababu wameona kuna faida watu watapata katika agano la kale. Kwa hivyo wanashika upande mmoja agano la kale na umoja mmoja agano jipya. Lakini Paulo akiwashtumu alikuwa amesema ya kwamba basi kama unataka kushika agano ushike lote na usimame na agano jipya, agano la kale lote, na hawawezi. Ndio hawa tunaambiwa ni walimu wa uongo. Niambieni mahali mlisikia mtume Paulo ama Petro akitabiria watu maisha yao vile atakuwa. Washiko umesoma Biblia, umeona mahali popote? Hakuna. Lakini siku ya leo kuna watu wanajiita manabii. Kazi yao ni kuuja na kuangalia watu na kuambia wewe naona
unaumwa na miguu, wewe naona unakuja kwake, anakuuliza shida yako ni nini? Unamwambia sijui nini, mtoto wangu akafanya akawa, si ndio? Anakuambia huyo mtoto wako amelogwa. Kuna mtu hapo, halafu uadui unaingia. Sioni, lakini hiyo ndio tunaambiwa uongo uko, na ndio sababu anasema anawaonya, na ndio sababu anasema mfurahi katika Bwana, kwa sababu mkipitia mambo magumu katika Bwana, hiyo ni sehemu ya kumfuata Yesu Kristo. Si hata yeye mwenyewe alisema hivyo? Alisema sikuja kuleta amani, nimekuja kuleta nini? Upanga. Kwa sababu watu watakosana, wale wananifuata watakosana na hao wengine. Tukaambiwa ya kwamba hata maadui wako watakuwa wale wa nyumba yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe umekubali imani mpya, umekubali imani katika Yesu Kristo, umeokoka, umekubali agano la Yesu Kristo, lakini wengine hawataki. Kwa hivyo unajikuta katika jamii kuna matatizo. Na kama utateswa kwa sababu ya imani ya Yesu Kristo, unapaswa kuikubali kama vile mitume walikubali. Hata wakati walitishwa, so walipoenda kanisani hawakulia na kuanza kukemea na kusema watawalani hao. Walisema ni vizuri aje ya kwamba tumehesabika tunastahili kushiriki mateso kwa sababu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo tukiteseka katika Yesu Kristo, tusikubali uongo ya kwamba ni jirani, ni mtu fulani, tufanye uadui kanisani na mtu fulani, ni ananiombea mabaya. Hapana, tujue ni sehemu ya safari. Amen. Kwa hivyo kuna uongo. Yeremia tena 31:31 inasema hivi: angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Agano jipya Mungu atafanya. Kwa hivyo Mungu katika Yesu Kristo akafanya agano jipya, naye mwenyewe akatangaza ya kwamba hili ndilo agano jipya katika damu yangu. Lakini bado utasikia mhubiri akisema agano la Musa. Agano la Musa lilibatilishwa na Yesu Kristo mwenyewe. Hakuna agano la Musa tena. Sisi ni wa agano jipya. Na ndio sababu hata mambo yakiwa namna gani, tunaambiwa tufurahi, tutosheleke na tutafute vile vyote tunaweza tutafuta kupata mapenzi ya Mungu katika hilo jambo ambalo tunapitia. Amen. Luka 16:16 inasema hivi. Washiko. Luka 16:16 inasema hivi: Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema za ufalme wa Bwana Mungu hutangazwa na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Si unakumbuka Yohana alipokuja na kuhubiri, Yohana Mbatizaji? Si watu walianza kuanza tufanye nini? Akaambia mtu mzuri kama Wadani si mlevi, lakini anataka kumpendeza Mungu. Najua Wadani aliambiwa nini? Aliambiwa ukiwa na makoti mawili, uone mtu hana koti, umfanye nini? Umpe moja. Si askari nao akakuja, tufanye nyinyi na sisi. Wakaambiwa msirudi kuonea mtu. Msisingizie mtu uongo. Na kitu pia askari waliambiwa, na sio askari tu, siku hizi ni watu wote ambao wana mamlaka. Utosheleke na nini? Na mshahara wako. Ndio waliambiwa. Sasa hiyo ndio agano jipya. Kwa hivyo mtu akikwambia ati Musa aliambiwa, muulize mbona katika Yohana, katika Luka tumeambiwa, na umeona mstari ni mzuri sana. 16:16 ni rahisi kukumbuka ya kwamba Torati na manabii zilikwisha
katika Yohana. Kuanzia hapo sasa ufalme wa Mungu umefika. Ni kila mtu kwa nguvu zake mwenyewe aingie na ajishikilie. Na hiyo nguvu ndio tunaambua, hata tukisema ni nguvu zetu, ndio uamuzi ni wetu. Kweli? Kwa sababu hata Mungu akikupenda namna gani, hata kuokoa aseme haya, wewe nimekuokoa. Wewe umeokoka. Si ni mtu anakiri, ni mtu anaamini. Basi tukaambiwa manabii, Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Kuanzia Yohana basi. Kwa hivyo mtu akikwambia agano la Musa, mimi ni nabii wa agano la Musa, mwambie umepotea. Agano la Musa Yesu Kristo alisema limekwisha. Na hiyo ndio tunaambiwa kuna hao wanahubiri uongo. Wanarudisha watu kwa agano la kale. Ukimta na mbona Yesu akasema hivi, unasikia anajaribu kutafuta sababu. Lakini Yesu Kristo mwenyewe amezungumza. Ndio tutafuata yale, tutasikia Mungu alipoongea na Musa. Sio ni historia yetu, lakini hatushikilii hiyo. Kwa sababu kuna mambo Musa aliambiwa ambayo hatuwezi. Kwa sababu kipindi kimepinduka, kimebadilika. Sasa kipindi ambacho tunacho ni cha neema, kumwamini Yesu Kristo, kuamini dhabihu yake msalabani Kalvari, kuokoka na kumfuata. Amen. Basi ukweli ni huu. Cha ya 3. Tusomee mstari wa 3. Maana sisi tu tohara tumwabudu Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatutumaini mwili. Maana sisi tu tohara tumwabudu Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatutumaini mwili. Ya kwamba sisi wa Kristo, sisi ni sisi tohara ya kweli. Huo ndio ukweli. Kwa sababu si Yesu Kristo alizungumza na ule mama Msamaria, akamwambia Mungu anatafuta wale ambao watamwamini kwa kweli na kwa roho. Si ndio? Sisi tunamwabudu Mungu, Bwana Mungu katika roho. Na la pili, tunajivunia Kristo Yesu. Basi sisi hatutumaini mambo ya mwili. Sisi hatungojei kama hao ulikuwa mtu kama utafuata agano la Ibrahimu tohara. Sisi si wa tohara, lakini wanataka kuturudisha. Unaona? Wanataka kuturudisha kwa Musa, lakini mambo mengine ya Musa hawataki. Sasa inakuwa ni nusu kweli ambao nusu kweli ni uongo. Amen. Tukiongea ukweli, tunaongea ukweli na usimame kama ukweli. Tukiongea nusu kweli, tukiziba ukweli kidogo, ndio tuweze kushawishi watu kufanya jambo fulani, tujue sasa tumeingia katika eneo la uongo. Basi tunafunzwa hapa Zaburi 51:6 inasema, tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Ati kweli iliyo wapi? Moyoni. Si kweli iliyo katika midomo, kwa sababu kweli ya midomo, watu wengi na ukweli sana wa midomo. Kama leo tulikuwa tunamzungumza na wadani mapema, mtu atakuja kuambia Washiko, na wewe Washiko ukatuambia Wakristo wamekudanganya wengi sana. Nipe nini kesho saa fulani, nitafutie 200 kesho saa fulani nitakuletea, na hiyo inakuwa ni mwisho. Lakini ile kweli ni ukiambia mtu kweli, inakuwa kwamba hata kesho utamwambia huo na utasimama na ukweli. Ukiambia mtu kesho siku nitafanya, usipoweza kufanya, unahakikisha vile tu ulimtafuta na kumwambia, hata sasa utaenda umtafute na umwambie mambo vile yalivyo. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba mtu ambaye anaongea ukweli hana haja kufikiri vile alikuambia jana. Kwa sababu ukimuuliza kitu hata baada ya mwezi mmoja atakwambia vile vile.
kwa sababu alikuambia ukweli. Lakini muongo atakuambia hivi, kesho yake akuambia hivi, siku nyingine akuambie tofauti. Lakini hebu basi tuwe hao watu ambao tunajua kwamba Mungu anatafuta ukweli katika mioyo yetu. Mioyo yetu ikuwe na ukweli, ya kwamba katika yote, wakati uongo unajaribu kuingia, tunaukataa, kwa sababu uongo ni rahisi sana. Nikihitaji pesa, hata nitaenda kwa Dave na nimwambie vile kuna pesa zangu zinakuja saa fulani na saa hii, hata nitatengeneza kitu cha uongo ndiyo nipate pesa, lakini nikipata pesa nasahau. Lakini tunaambiwa Mungu anafurahishwa na mioyo yetu ikiwa na ukweli, na katika basi siri atatufundisha, tunaambiwa, na katika siri atatupa hekima. Tutakuwa na hekima tukiwa mioyo yetu iko safi. Na katika Luka 22:20 nasema, kikombe nacho hicho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Hiyo ndio ukweli. Sisi ni watu wa agano jipya. Sisi si wa agano la Musa. Mtu akisema mambo ya yeye ni wa agano la Musa, ujue huyo mtu anaongea amepotea, anarudisha watu kule ambako walitoka. Kwa sababu washiko, tukirudi kwa agano la Musa, tufanye yote ambayo Musa alisema. Wadani, unaona utayaweza? Yale Musa aliyokuambia yalikuwa magumu, hata wakashindwa. Na ndio sababu hata walipoenda safari wakashindwa. Mambo yalikuwa magumu. Si tunaambiwa miaka 15 kwenda juu, wote walikufia huko nyikani. Lakini Mungu aliwatakia mema. Lakini alifikiri watakuwa kama Musa. Akafikiri watakuwa kama Ibrahimu, watakuwa kama Yakobo, watu ambao watampenda, lakini wakakataa. Kwa sababu kumfuata Yesu Kristo ni mtu anafanya mwenyewe maamuzi yake. Lakini tunaambiwa katika Yesu Kristo tuna agano jipya. Haturudi kwa Musa, haturudi kwa manabii. Ndio tutarudi huko kuona vile Mungu aliongea nao. Si ni Mungu yule, lakini katika Yesu tunaongea mambo ya damu yake kuwa imetosha katika yote. Usiambiwe mtu fulani ndiye anaharibu mtoto wako, mtu fulani. Hapana, ni Yesu Kristo na damu yake, na zinatosha. Jambo la pili, tunaambiwa kitu kinaitwa yaliyopita. Wahenga walisema yaliyopita si nini? Hamjui Kiswahili? Hata wewe Dave ujue yaliyopita si ndwele. Tufanye nini yaliyopita? Na yaliyopita tufanye nini? Tuyasahau, si ndio? Lakini yajayo, yaliyomo na yajayo tufanye nini? Tuyagange. Sasa hebu tuone yaliyopita. Mstari wa 4, 5, 6 wa Filipi 3 tafadhali. Walakini mimi ningeweza kutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi zaidi. 5 mpaka 6. Nilitahiriwa siku ya 8, ni kwa habari ya kuishika torati, ni Farisayo. Kwa habari ya juhudi. Rudia 4, 5, 6. Tumeruka. Soma taratibu.
walakini mimi ningeweza kutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi zaidi nitahiriwa. Siku ya 8 ni mtu wa taifa ya Israeli wa kabila ya Benyamini, Mwebrania na Waebrania. Kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo. Kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria, si kuwa na hatia. Anasema kama kuna mtu anaweza, ni kama changamoto ametoa, kama kuna mtu anaweza yale nilikuwa nayo aje aniambie, kwa sababu anasema yeye kuhusu maisha yake ya mbeleni ya Uyahudi. Anasema yeye alikuwa ametahiriwa siku ya 8, hata ajijui, lakini tayari ni yuko katika agano. Alafu anasema mzao ni Mwisraeli, hakuwa kama hao wengine. Unakumbuka mtu mmoja alikuwa anaitwa Uria. Uria alikuwa ni Mwisraeli, lakini yeye alikuwa Mhiti. Akakuja kuwa akakubali kuwa Mwisraeli, lakini huyu alizaliwa akiwa Mwisraeli tangu kuzaliwa. Yeye alizaliwa akiwa Mwisraeli. Anasema hata kabila lake anajua, ni kabila la Benjamini. Si leo tumeongea mambo ya Yusufu na Benjamini, kaka yake. Yeye anajua ati kwa ukabila yeye ni uko mbele kabisa. Anaweza akasema baba yangu, babu yangu, mpaka afike kwa Benjamini. Anasema kuhesabiwa Mwebrania, yeye alikuwa Mwebrania kwa Waebrania. Alikuwa ni yeye kielelezo cha Uibrania, kwa sababu amekamilisha yote bila kupewa nafasi, ikakuwa haki. Alizaliwa raia haki kabisa. Situongea mambo ya uraia, yaani uraia wake si kama tuseme wangu wa Marekani. Nilienda Marekani nikaomba uraia nikapata, baada ya kufanya masharti kadhaa wa kadhaa, lakini sitaambiwa wewe uraia wako ulianza siku fulani. Yake anasema uraia wangu ulianza mwanzo, hata sio mimi, baba yangu, babu zangu zote tunafika kwa Benjamini. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza akanikosoa. Mambo ya sheria, si amesema ni Mwebrania wa Waebrania. Akasema kuhusu sheria alikuwa Mfarisayo. Wafarisayo ndio walikuwa wanahesabiwa ni watu wanafuata sheria kabisa, wameisoma kabisa. Kwa sababu hata yeye, hata kuna wakati alisema hata ile shule aliyosomea ya Uebrania. Kwa hivyo si Mwebrania tu wa kawaida, ni Mwebrania wa kabisa kwa mambo yote. Akasema kwa habari za juhudi, alikuwa mtesi wa kanisa, alikuwa anaudhi kanisa, alikuwa anafunga wale ambao wamekataana na mafundisho ya Torati. Yeye alikuwa wapiga hao, kuwashika, kuwaweka gerezani, hata kuwaua. Si Stefano walimuua kwa sababu alisema amekufuru, kwa sababu ameshikilia mambo ya Yesu, akamuua. Na huyu Paulo, mtume Paulo alikuwa hapo, hata walipochukua nguo zao waliweka hapo kwake, akamwambia fanyeni kazi. Na anasema ya kwamba katika habari za haki iliyo katika sheria alikuwa hana makosa. Hakuna kitu ungemwambia ufanyi. Amefanya sheria kabisa, ameishika yote. Lakini akasema hiyo ilifanya nini? Ilikuwa hapo mwanzo, nilikuwa hivyo, lakini sasa siko wapi?
siko hapo. Funzo. Yeremia 31:29 inasema, siku zile hawatasema tena, baba za watu wamekula zabibu kali na meno ya watoto wao yametiwa ganzi. Ya kwamba siku hiyo walikuwa wanasema, na nasikiaga watu wakirudia hiyo kwa makosa, ya kwamba makosa ya baba itaenda mpaka kizazi cha. Hapana, hiyo ilikuwa agano ya Musa, hiyo ilipita. Kwa sababu Mungu hapa si amesema ati siku hiyo baba hawatakula zabibu kali na meno ya watoto wao yatiwe ganzi, yawe ati mpaka watoto wao wanalipa dhambi za hao. Siku zitakuja, hiyo itafika. Na katika Yesu rahisi sana, Yohana 3:16 nasema, yeyote amwaminie hata angamia, lakini atapata nini? Uzima wa milele. Ukimwamini Yesu, haijalishi baba yako alikuwa nani, alikuwa mchawi, baba yako alikuwa mwizi, baba yako alikuwa mkora, baba yako aliua mtu, hiyo yote haikuguzi. Kwa sababu katika Wakorintho tunaambiwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo anakuwa kiumbe kipya. Si tumeona mtoto akizaliwa, si anazaliwa akiwa mpya, hakuna kitu anajua, mengine yote anapatana nayo, si ndio? Basi hivyo ndio tunaambiwa. Na Yohana 1:12 tunaambiwa, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Bwana Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kumwamini Yesu Kristo kunatosha na kunamalizia mtu uraia wake, anaanza uraia mpya, kwa sababu Yesu Kristo amempa huo uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Imani ndiyo siku ya leo inaongoza. Jambo la tatu, somee 7:8-9 tafadhali. Kitu kinaitwa upya. Sasa tuko katika upya wa maisha. Maisha yetu sasa ni mapya, si yale ya Musa. Hatuko katika agano la Musa. Naambiwa nini hapo? Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Sasa sisi ni viumbe vipya, sisi tuna uraia mpya. Na anasema basi hivi sasa, basi mimi ni mpya, kwa sababu yale mambo nilikuwa nashikilia na hesabu ni faida na niko mbele, sasa na hesabu yoyote ni hasara. Nilikuwa nafikiri ni mzuri, nilikuwa nafikiri nimefanya, nimepata, na hiyo anasema hiyo yote ni nini? Ni hasara. Anasema kwa ajili ya Kristo, ya kwamba hayo ya mbele nimeyabadilisha, nimeyaacha, nikabadilishwa. Sasa niko na ubora mkuu wa kumjua Yesu Kristo, na kwake basi nimeacha yote na kuyahesabu kuwa taka. Ati nimehesabu hiyo kuwa ni takataka. Lori umesoma ati akahesabu kama nini? Amesema mavi, Si tunajua mavi. Umeona mtu tena amerudi kwa mavi?
unatoka huko. Sasa anahesabu ati hayo mambo ndio na yahesabu. Kwa hivyo ndio wale watu wakaitwa umbwa, ya kwamba tunarudishwa tena kule ambako ni hasara. Anahesabu hiyo ni hasara, ni takataka, ni kitu ambacho hakina manufaa, kitu ambacho hakina faida, kitu ambacho kinachukiza maisha ambayo nilikuwa nayo. Kwa sababu amesema sasa, na nimefanya hivyo, hiyo hesabu nimefanya kwa sababu ningetaka nimpate Kristo Yesu. Kwa kumpata Yesu Kristo nikaona hiyo inatosha, imenilipia hiyo hasara yote nimeenda, lakini sasa nimepata faida kubwa. Nakumbuka kuna mfano mmoja Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo alisema ya kwamba mtu mmoja alienda akaona shamba fulani. Alipoikagua akaona iko na vito vya thamani. Iko labda na almasi, iko labda na dhahabu. Akaenda ati akauza vyote, akakuja akainunua hiyo, kwa sababu alijua, tuseme hata kama hii shamba iko hapa karibu kwetu ikiwa na dhahabu ama ipatikane mafuta utaenda uinunue, hata uze, hata uko kwenyu kote uuze kwa sababu hiyo yote ni ina gharama, ina faida zaidi. Hivyo ndivyo tunapaswa kufikiri kuhusu upya huu wetu wa maisha wakati tuko katika Yesu, ya kwamba faida ni kubwa zaidi kumjua Yesu. Kwa sababu hata ukipata dunia hii yote, nipate hii dunia yote, hata acha dunia, nipewe tu hata 7 hii yote iwe ni yangu hata ibadilishwe jina niite jina langu mwishowe si nitaiacha, kuna mali itaenda nayo. Basi ndio kuulizwa, hata ukipata dunia mzima, Yesu Kristo akasema, alafu mtu upoteze uhai wako, upoteze maisha yako, baadaye upotee uende wa kuangamia jehanamu, hakuna faida. Yeye anasema nataka kumpata huyo Yesu. Na pia sio ya haki ile nilikuwa nayo ya sheria. Haki yangu haitokani na sheria ati sasa mimi ni mzuri, sikunywi pombe, siibi, sina ukorofi na mtu, mimi natembea vizuri, naongea vizuri. Hapana, sio hiyo haki. Haki inatokana katika imani. Naamini Yesu Kristo na ananisaidia na ninakuwa mtu ambaye anampendeza, tabia zangu zinakuwa nzuri. Wiki iliyopita 2 zilizopita tukaongea kuhusu sifa zetu maneno yetu, maisha yetu yanabadilika, na ikibadilika nasikia kufurahia Mungu kwa sababu yeye ameniwezesha kuwa hivi, ya kwamba hii haki inatoka kwa Bwana Mungu mwenyewe kupitia imani. Kumwamini Mungu ananisaidia na badilika. Kuna mzee mmoja rafiki yetu anaitwa Njoki, si mnamfahamu huyu wa nini? Wanganga. Yanasema siku hizi kuna wakati akilala asubuhi alikuwa anaogopa kwa sababu hajui usiku alifanya nini. Alikuwa mlevi hajui kama asubuhi atakuja kuchukuliwa kwa sababu alipiga mtu. Lakini siku ile akiamka asubuhi anajua ni siku mpya. Hiyo ndiyo faida ambayo tunayo. Na tukikosa hiyo faida katika wokovu wetu kuiona, basi tutavutwa na mambo ambayo hayana maana. Tutarudi kwa hayo mavi ambayo Paulo anasema hayo mambo alihesabu kuwa mavi, akatupa, akaacha. Si tukitoa mavi tunayaacha. Sijaona mtu akienda kuangalia ati ile mavi yangu iko aje. Sioni. Hivyo ndivyo na Yesu Kristo hapa Mtume Paulo anasema yeye alipata faida kubwa, haki hiyo. Funzo Zaburi ya 51:10 inasema, Bwana Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Ati moyo safi, na tukiwa na moyo safi tunakuwa na roho iliyotulia. Ukiona watu wakihangaika, sisi hatuhangaiki.
Sinaona hata siku hizi vile watu wanahangaika wakisikia mtu fulani anakuja. Nakumbuka Saba kuna mtu alikuwa anakuja kutembea hivi majuzi. Hata wiki kama 2 nikasikia, lakini nafikiri hawakuja wala walikuwa wanakuja. Watu wamehangaika, hata nani anakuja? Wanajua iko nini? Iko pesa, si ndio? Ujinga. Sasa ukija upewe 100 ama upewe 500 alafu udanganywe, huyo mtu umpe kura, pesa zote akule, uweze tena kulia. Ukienda hospitali unakuta hakuna dawa. Sijui kama umeenda hospitali ukaambiwa hakuna dawa. Unaambiwa hii dawa uende ununue, hakuna. Lakini shilingi 1 hiyo unapewa. Umeona hivyo? Hii Panadol unapewa, utapewa hata ya 100. Si Panadol ukipewa 100 ni shilingi 100. Lakini ukienda kwa ile dawa inatoka moja shilingi 50, hizo haziko. Kwa nini? Kwa sababu ya vile watu wanahangaika. Lakini tukiwa na hiyo roho huyu aliomba, ati roho iliyotulia, yakoa tunatulia katika Mungu. Tunamwamini Mungu na tunafanya yale yanampendeza Mungu. Hivyo ndivyo mwandishi wa Zaburi alitambua na akatamani. Alafu Yohana 11:26 inasema, naye kila aishie na kumwamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Yohana 11. Ndio huyu rafiki yetu Jange alituambia Yesu Kristo alilia, iko hapo. Akisema mwenyewe alikuwa bado hajalia, kwa sababu alikuwa anaongea na nani? Si alikuwa kwanza aliongea na Martha, akamwambia huyu ataishi. Mwanza akasema siku ya mwisho ataishi. Akasema hata mtu ambaye ameniamini, huyo mtu hatakufa, hata akikufa ataishi tena. Na hapa ndipo tunaambiwa kwamba ya kwamba liko wapi inapotea. Anamuuliza, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Ati wewe wadani utakufa kabisa. Ati wewe ukikufa ni kubadilisha, utabadilisha. Si ndio Paulo alikuwa anasema hapo, hata ati anatamani sana kufa yeye. Kwa sababu anajua kikufa tu hivi atajiona wakiwa pamoja na Yesu Kristo. Hakuna kitu kizuri kama hicho. Hiyo ndio uraia wetu, ya kwamba ukikufa uraia wako ndio unaanza ule wa milele. Kwa sababu sisi ni raia wa ufalme wa milele. Kimalizia 12. Kitu kinaitwa azimio. Azimio ni uamuzi ule umechukua. Msimamo wako, nimeazimia nitafanya hivi kwa sababu ya hivyo. Jambo fulani unaamua, ati mimi nitafanya hivi, nimeazimia kuanzia leo. Sasa hebu tuone azimio lake. 12. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kushika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Anasema bado hajatimiza hilo lengo, hajafikia mahali ambapo anapaswa afikie. Anasema hapana, bado sijafikia, hata sijakamilishwa. Na tukiwa hapa duniani tutakuwa tumekamilishwa, tukiwa hapa hatutakamilika. Tukiwa hapa tutakuwa katika safari, tutakuwa katika ni kazi ambayo inaendelea. Umeenda mahali ukaona wameandika nini? Taratibu, kuna kazi inaendelea. Umeona hivyo barabara wamesema road works ahead. Unaonywa
ya kwamba kuna kazi haijakamilika, kwa hivyo uende taratibu. Na huo utaratibu ndio anaongea hapa, ya kwamba ataazimia kwamba lazima asonge mbele, anakaza mwendo kwenda mbele, ili anasema ili aweze kushika kile ambacho Kristo Yesu alimshikia alishika kwa ajili yake, ya kwamba Yesu Kristo alikuja akamaliza kazi kwa ajili yangu, nikamilike, niweze kwenda kwa Mungu, niweze kumpendeza Mungu, na mwisho wa safari niende kuishi na Mungu milele. Akasema Yesu Kristo alinishikia, kwa hivyo hata mimi nishike hicho ambacho alinishikia. Sisi tumeona wakati wa riadha kuna hii mbio wanapokezana kijiti, si tumeona hivyo, mmoja anakimbia anampa mwingine na mwingine anaendelea. Basi maisha hivyo ndivyo Paulo anaona ya kwamba Yesu Kristo alimaliza sehemu yake, sasa amenipa kijiti na mimi nishike kijiti, nifanye nini? Niendelee. Hivyo ndivyo anasema, basi mimi nakaza mwendo kwa sababu sijakamilika. Na tukiwa hapa duniani hatukamiliki. Ukamilifu wetu unafika wakati tunaondoka, wakati Mungu ametupima na tuko katika maisha yake, tunaondoka tumekamilika. Hivyo Paulo ndio alikuwa anasema, mimi najisikia hivyo na ningetaka niende huko, lakini kwa sasa kabla sijaenda sijakamilika. Bado kuna kazi nafanya, kuna kazi inafanyika ndani yangu, na nikitimia basi nitaondoka. Basi akasema bado hajafikia kikamilifu, bado hajaifikia, na hatutaifikia tukiwa hapa. Tunaifikia tu wakati Mungu mwenyewe amepima na akaona tumefikia. Tunaimba wakati wa kufa, muthenyore agakua. Tunaimba aje? Nigake na muno, si ndio? Kwa sababu nikikufa na nimekufa katika imani, nitafurahi sana, kwa sababu nitakuwa sasa naenda kupokea kile ambacho nimekuwa nikifanyia kazi. Ni kama vile huyo anapiga mbio, anaangalia pale mbele afikie ile kamba, afike hapo ambiwe basi nimaliza mwendo. Basi iko mbele. Kwa hivyo ni sisi wenyewe tunafanya azimio ya kwamba tutaendelea na nguvu, tutaendelea, tumefurahia yale tunapitia. Kama hawa wanariadha, umeshaona wakikimbia vile, utaona uso wake uko na uchungu, anaumia, lakini anaangalia mbele, kwa sababu anajua akifika tu hapo, kama huyu alivunja rekodi ya marathoni, alikuwa anaitwa nani hivi karibuni, hata alikuwa amefanya mazoezi, anaitwa nani? Sawe, anaitwa Sawe, lakini akaenda akakimbia, anataka aangushe chini, na akaangusha, akavunja rekodi. Sasa hiyo ndio furaha ambayo tunapaswa kuwa nayo tunapokutana na mambo magumu. Tunaangalia lengo, tukijua tukifika yote mazuri. Amen. Basi tukimalizia, wazo kuu ni hili. Bado kuna funzo hapo. Mwanzo 5:24 inasema, Enoko akaenda pamoja na Bwana Mungu, naye akatoweka, maana Bwana Mungu alimtoa. Ati Enoko yeye walikuwa na urafiki wa ajabu na Bwana Mungu, mpaka siku moja Enoko akatoweka kwa sababu Mungu alimchukua. Hiyo ndiyo furaha yetu, wakati Mungu ametuchukua, twende kukaa na yeye. Na Yesu Kristo, Yohana 14:3 akasema, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Kuna mahali tunaenda, kuna mahali Yesu Kristo alienda kutuandalia.
Basi wazo kuu ni Wafilipi 3:1 inasema, hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana Mungu. Kuandikieni mambo yale yale hakuniudhi mimi, bali kutawafaa ninyi. Tunaposikia neno mara na mara na mara bila kuchoka, tunakuwa salama zaidi. Tafakari ni 3:7 inasema, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo Yesu. Tufike hapo, tusiangalie nyuma na kutamani mambo ya nyuma na kuyarudia. Tukiyarudia tutakuwa kama huyo mbwa ambaye tunaambiwa anarudia matapiko yake. Na sala Wafilipi 3:11 inasema, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Ati kuifikia nini? Kiama ya wafu. Nifikie huo mwisho wa hapa na niweze kufufuka nikiwa upande ule unafaa. Si nikifufuka nijikute nikitoka hapa kama yule tajiri waliokuwa na Lazaro, ambaye yeye alijikuta katika mateso. Nijikute kama huyo tunaambiwa yeye alijikuta katika kifua cha nani? Cha Ibrahimu. Na sisi leo hatujiendi kwa Ibrahimu, tunajikuta mahali ambapo Yesu mwenyewe yuko, tunajikuta tumeungana na yeye. Na hakuna furaha kama hiyo. Amen. Amen. Yehova Bwana Mungu